Salam kwa watazamaji wa South Suburban International na watazamaji wa mara ya kwanza. Karibu kwenye msululu huu wa nguvu wa mchana. Chemichemi yako ya kiroho kwenye safari hii ya mahujaji. Mimi ni mwenyeji wako Andrew Henrikas. Karibuni nyote kwenye msululu huu wa nguvu wa mchana. Leo ni Oktoba 22, 2025. Kwa Kristo wanaoamini Biblia na wanafunzi wa unabii wa Biblia, pia wa Kristo wa Adventista wa Sabato, tarehe 22 ni siku kuu ya ukumbusho. Ni ukumbusho wa Kristo akihama kutoka mahali patakatifu kwenda patakatifu kwa patakatifu pa mbinguni na kuanza kazi ya uchunguzi. Hiyo ilikuwa tarehe ngapi? Oktoba 22, 1844. Na kutoka katika tarehe hiyo hadi leo ni takribani miaka 181 imeondolewa. Na marafiki, leo kwa ujumla wa Adventista wa Sabato huzingatia kuthibitisha uthibitisho mpya, ukweli wa kufunguliwa kwa hukumu ya uchunguzi ambayo ilianza tarehe hiyo iliyotajwa hapo juu. Hakuna kitu kipya kibaya katika hilo, lakini ndivyo sio hoja yangu leo. Sio makini wangu. Mtazamo wangu leo ni kuzingatia ufunguzi wa hukumu ya uchunguzi, lakini kuzingatia mwisho hukumu ya uchunguzi inayoendelea mbinguni patakatifu pa mbinguni, na itafikia tamati hivi karibuni. Sasa leo ninakwenda kuzingatia katika serikali ya Marekani kuzimwa. Hata hivyo leo ni namba 22. Leo ni siku ya 22 toka serikali ya Marekani izimwe, Oktoba 22, 2025. Huwezi kufanya hili. Tuendelee. Na ninapoangazia serikali ya Amerika kuzima, kuna uhusiano wa serikali ya Amerika kuzimwa na kufungwa kwa hukumu ya upelelezi katika patakatifu wa mbinguni. Na mlaki zangu, naona uzi ulioachia, na pia naona nyuzi kadhaa ambazo zimeunganishwa ili kufanya unganisho hili. Tazama kwa makini. Tafadhali usikose hii. Ni utangulizi wenye nguvu. Wanaume walio nyuma ya kufungwa kwa serikali ya Amerika ni watu sawa na shirika, wakiendeleza pumziko la Jumapili kwa sheria, ibada ya Jumapili kwa sheria, na itakapofanikiwa itakuwa alama ya kinabii ya kibiblia ya mnyama. Hatua inayofuata, wakati alama ya mnyama inatekelezwa, mapigo yanaanguka. Baada ya hapo, na Kristo anasimama na kusema imekwisha. Hatua inayofuata, Kristo anaposema imekwisha, serikali ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni inafungwa. Ninaweza kuchukua nafasi sasa. Sijasema serikali nzima ya mbinguni itafungwa. Patakatifu pa mbinguni ni sehemu ya serikali nzima ya mbinguni, au pamoja. Kwa hiyo, Kristo anaposema imekwisha, serikali yake ya kikuhani, utawala wake wa kikuhani, huduma yake ya ukuhani, kazi yake ya kuhani mkuu, shughuli yake ya kuhani mkuu, utendaji wake wa kuhani mkuu, huruma katika serikali ya patakatifu inafungwa. Hebu tuunganishe nukta ambazo nimetengeneza hivi punde tayari. Marafiki, tazama kwa uangalifu.
wanaume wanaopanga kuzima serikali, namba 1. Namba 2, wanakuza alama ya mnyama. Wakati alama ya mnyama inatekelezwa, pointi ya 3, baadaye Kristo anasema imekwisha. Namba 5, wakati kauli hiyo inatolewa, serikali ya patakatifu pa mbinguni inafungwa. Ni hayo tu. Hivyo, ndani ya kufungwa duniani chini ya serikali ya Marekani inaonekana kuwa na uhusiano, huku serikali ya patakatifu pa mbinguni ikifungwa. Hebu tuende kwenye Biblia katika Ufunuo sura ya 16. Najua ina nguvu. Ninajua kana kwamba ninapika chakula jikoni. Ninaonja. Najua ni nzuri. Sasa naweza kukitumia. Tenzetu. Katika Ufunuo sura ya 16, aya nambari 17, Kristo anasema imekwisha. Muktadha ni kuanguka kwa mapigo. Hivyo ni nambari 2. Nambari ya 3 ni tukio gani linalosababisha na kuleta mapigo? Ni alama ya mnyama. Hiyo ni aya ya 1 na ya 2 katika Ufunuo 6 sura 18. Sura sawa, Ufunuo 16. Pia imethibitishwa katika Ufunuo sura ya 14, mstari wa 9 na mstari wa 10. Na sura ya 15 mstari wa 1, ambayo inathibitisha imeunganishwa na injili ya milele. Kwa hiyo uliosikia leo kuhusu serikali kufungwa na watu walio nyuma yake ambao wanakuza kuhusu habari ya alama ya mnyama ambayo itaongoza kwa Kristo kusema imekwisha, na ufalme wa mbinguni katika patakatifu kufungwa, ni sehemu ya injili ya milele. Hatuchezi mchezo hapa, marafiki zangu. Kama Martin Luther alisema, muda kucheza umekwisha. Weka alama kwa maneno yangu. Sawa mpendwa? Naweza kukaa sasa. Lakini wacha nithibitishe kila kitu katika utangulizi huo. Je, uko tayari sasa? Tazama kwa makini. Onyo. Leo naenda kufichua rais kivuli, na kufichua serikali kivuli, na kufichua Bwana alama ya mnyama. Hebu tuingie ndani, marafiki zangu. Hii hapa. Hii sasa inavuma. Na hii ni siku ya 22. Serikali ya Marekani imezimwa. Na tunaambiwa kwamba tangu leo, ambayo ni siku nambari 22, ni ya pili, muda mrefu zaidi wa kufungwa kwa serikali ya Amerika. Na muda mrefu zaidi ulikuwa wa siku 34 katika mwaka 2019. Na ninaamini kama wanaume nyuma ya kufungwa kwa serikali ya Amerika hawapati wanachokitaka, hii ya kufungwa kwa serikali ya Amerika itapita siku 34 na kuwa ndefu zaidi katika historia ya nchi ya Amerika. Sasa, ni akina nani walio nyuma ya kufungwa kwa serikali ya Amerika? Hapa kuna mmoja, jina lake ni Russell Votes. Maneno katika sanduku nyekundu inasema, kufuatia kufungwa kwa serikali ya mwaka 2025, mtu binafsi zaidi anayotajwa kwa mara kama nguvu inayoongoza ni kula ya Russell. Yeye ni nani? Nitakwambia. Mkurugenzi wa ofisi ya usimamizi na bajeti, OMB. Bila shaka, Rais Trump. Sasa marafiki zangu, waangalie kwa makini. Na leo Rais Trump alichapisha kwenye mitandao ya kijamii kwamba atakutana na Russell Votes, mkuu wa sasa wa ofisi ya usimamizi na bajeti pia inayojulikana kama OMB. Sababu ya kunukuu kuamua nani kati ya wengi wa Democrat, mashirika ambayo mengi ni kashfa ya kisiasa, anapendekeza kukatwa. Hayo ni maneno yake, na tulitaka kupiga mbizi zaidi kuhusu kura ni nani na kwa nini ana mamlaka mengi katika kuunda shirikisho. Mamlaka nyingi sana. Russell anadai kuwa mzalendo wa Kikristo. Nisikilize kwa makini. Wazalendo wa Kikristo wanaamini kuwa Amerika lazima iwe au lazima ibadilishwe kuwa ya Kikristo.
into a theocracy. Roosevelt na washirika wake anaamini ibada ya Jumapili lazima itungwe kama sheria ya nchi, ambayo ni alama ya kibiblia ya mnyama anapotokea. Je, tuko pamoja hadi sasa? Ndiyo. Ambayo inatuonesha basi alama ya mnyama iko karibu na serikali ya mbinguni iko karibu kufungwa. Je, niko tayari? Je, uko tayari? Tazama kwa makini. Roosevelt anahusishwa kwa karibu na projekti 2025. Vote ni mwewe anajitangaza mwenyewe wa budget ambaye anataka kupunguza serikali ya shirikisho, na amepata umakini kwa uandishi mwenza wa mradi wa projekti 2025. Unaweza kuwa umesikia habari zao. Wao ni mwongozo wa kifedha wa kubadilisha karibu kila kipengele cha serikali kilicho na mamia ya mapendekezo ya sera pamoja na mikakati ya kuyatunga. Hii inaonekana kwangu kwamba shirika hili, wanaume hawa, harakati hii itatimiza maneno ya ufunuo. Mabadiliko haya kutoka kwa mnyama mwenye pembe kama za mwana-kondoo hadi nguvu ya joka ibadilishayo. Tazama kwa makini. Wakati wa kampeni ya 2024 na kote wakati wake katika ikulu ya White House, Rais Trump amesema mara kwa mara hakunukuu chochote cha kufanya na projekti 2025. Ingawa katika chapisho la asubuhi leo kuhusu kura, Trump alikiri uhusiano wa mkurugenzi wake wa MOB akimtambulisha kama nukuu ya mradi wa projekti 2025. Hata Trump sasa anatoa kauli hiyo kuwa kuna unganisho hapo na ni wazi na projekti 2025. Mpendwa, leo nitatoa kauli mbili, kauli zenye nguvu. Namba moja, tafadhali usikose. Nambari ya kwanza, tunayo Roosevelt. Mtu huyu amefanya kweli Marekani mateka wa serikali, kuteka nyara serikali ya Marekani na kufunga kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu sera zao na ajenda zao lazima zitekelezwe. Nisikilizeni. Kwa hiyo ameshikilia serikali ya Marekani hadi ajenda ya projekti 2025 itakapokamilika. Je, jambo hilo liko wazi? Huo ni uangalizi wa jumla. Watu hawa hawawezi kuifunga serikali na serikali haiwezi fanya shughuli kama kawaida hadi ajenda zao zinakubaliwa na kupitishwa kuwa sheria ya nchi. Na huu ni mtazamo wa jumla. Njoo kwa mtazamo wa kawaida. Je, hiyo haionekani kama Ufunuo sura 13 mstari 15 mpaka 17 ya kwamba kwa mtazamo wa kawaida watu binafsi hawataweza kufanya miamala ya kuuza au kununua isipokuwa wanaenda sambamba na ajenda za watu wanaotaka Amerika kuwa nchi ya kidini? Ibada Jumapili kwa sheria, alama ya mnyama. Wakati wa kucheza umekwisha. Leo mtazamo wangu sio kwenye ufunguzi wa hukumu ya upelelezi. Hapana. Lakini kuthibitisha kwa mara nyingine ya kwamba tunaishi katika msimu wa mwisho wa hukumu ya upelelezi. Na kabla Kristo hajasema imekwisha, tunahitaji kukutwa tumeongoka. Lazima tukutwe tuko mashambani. Ni lazima tupatikane na chakula, maji, rasilimali katika mashamba. Ni lazima tukutwe tukiwa hatutegemei serikali na sio vibaraka wa serikali. Nitarudi kwa hilo. Ni lazima tukutwe tukifanya uinjilisti wenye ufanisi. Namba 5, kusaidia wale ambao hawajabarikiwa. Na hizo hoja 5 ni funguo 5 za kuweza kuishi. Turudi kwenye hoja namba 4. Je, kama tungekuwa tegemezi na tunategemea serikali kwa fedha na huduma na serikali ifungwe, nini kingetokea kwetu? Tuko kwenye huduma ya serikali sasa,
na watu wengi basi watauza nafsi zao ili wapate riziki. Amka, Mungu anajaribu kutuamsha. Tuendelee hapa rafiki zangu, kubwa na ndogo. Tazama kwa makini. Huyu ni Kevin Robert, mkurugenzi wa Heritage Foundation, mkuu wa project 2025. Na kama kulikuwa na wapili, naamini huyo atakuwa ni Russell Vought. Hapa inahusu Russell Vought, jinsi alivyo muhimu katika serikali ya Amerika kutekeleza ajenda yao ya kidhalimu, kuifanya Amerika kuwa ya kidini, kupindua demokrasia ya Jamhuri ya Amerika. Tazama, sawa. Na kadhalika katika uteuzi huu, ni nani mwingine uliyefurahishwa naye zaidi? Russell, John, Ratcliffe, Pete, Hawks. Unaweza kuniambia kuhusu nini? Jamani, mnataka nichague washindi na walioshindwa? Naam, hapana, wote ni washindi. Lakini watazamaji wanapaswa kuwa macho kwa nani? Russell Vought. Kwa nini ni hivyo? Sikiliza kwa makini, tazama kwa makini. Kwa sababu ya yeye ni nani, pamoja na nafasi aliyonayo, na nafasi yake ni nini. Ni mkurugenzi ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa ofisi ya usimamizi na bajeti, jambo ambalo linasikika kuwa la kuchosha kama haupendi na mbali labda, lakini hii ilikuwa nafasi ambayo Russell alikuwa nayo katika muhula wa kwanza wa Trump. Ni muhimu nafasi bila kujali nani anakaimu, kwa sababu kimsingi mkurugenzi huyo na wafanyakazi wake wanaweza kuwa nayo vidole katika nyanja zote za bajeti ya shirikisho. Na kwa hiyo ikiwa umechaguliwa kama Trump na Vance, una sehemu ya kushiriki tena. Ni swali wazi mpendwa. Je, serikali ya Marekani inaweza kufanya kazi bila masuala ya fedha na fedha? Hapana, haiwezi. Kama tunavyosema, pesa hufanya ulimwengu kuzunguka na kuzunguka. Hata hivyo, wataka kusema, tazama kwa makini. Ni nani anadhibiti mfuko wa serikali ya Amerika? Russell Vought. Na anashirikiana na nani katika mradi wa project 2025? Kibaraka wa Kikatoliki, msingi ulisi. Kwa hiyo ni nani anaendesha serikali ya Amerika kifedha? Ni nani anayeiendesha? Heritage Foundation, kibaraka wa Kikatoliki. Viongozi wa Kikatoliki, wafuasi wa Kikatoliki hudhibiti serikali ya shirikisho. Hii ni serikali kivuli. Hii ni serikali kivuli. Umesahau hili. Umesahau hili. Timotheo wa kwanza sura 6 mstari wa 12. Samahani, Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 10. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Na nakumbuka hii katika Ufunuo 13, si 13, katika Ufunuo 18 na mstari wa 13. Ni sawa mhubiri? Nisaidie Bwana. Tuendelee. Babeli inadhibiti tasnia zote. Babeli inatawala fedha, dhahabu, silver, hazina. Ufunuo 18 mstari wa 13. Na Babeli katika maana ya msingi ni upapa. Kusudi ni nini? Kufanya kila mtu kuwa mtumwa. Hiyo ni aya ya 13 ya sura ya 18 ya kitabu cha Ufunuo. Hii inaweza kuwa utawala ambao utaleta alama ya mnyama na kufungwa kwa hukumu ya upelelezi katika mahakama ya mbinguni. Inaonekana kwa hivyo ni wakati wa kutekeleza funguo 5 za kuishi. Tazama kwa makini. Usisahau kile Kevin Robert alisema, mimi naenda kugongomelea hapa. Russell Vought alikuwa sehemu ya muhula wa kwanza wa Rais Trump. Usisahau
Tazama ijayo. Kwa hiyo moja majina hayo ilikuwa Russell Vought. Russell Vought ambaye nadhani alitangazwa jana ndiye atakuwa msimamizi wa ofisi ya usimamizi na bajeti ya OMB kama sehemu ya utawala mpya wa Trump. Hiki kilikuwa chombo halisi ambacho alikuwa akiandika juu yake, sehemu ya projekti 2025 ambayo alikuwa mmoja wa waandishi wazungumzaji kuhusu juu ya jinsi inavyoweza kutumika kutoa mabadiliko haraka. Kwa hiyo katika hali zingine za moja kwa moja, mradi wa 2025 unafanyika bila kujali. Kweli, ndivyo ilivyo. Lassie ndiye mtaalamu mkuu wa Kevithina anaishi kwenye ofisi ya usimamizi na bajeti. Sio tu kwamba aliandika hivyo katika nafasi ya uongozi, pia alihudumu katika wadhifa huo katika muhula uliopita wa Trump. Ikiwa kuna mtu yeyote anaelewa jinsi unavyotumika kihalali ipasavyo kwa haraka ofisi ya usimamizi na bajeti kufanya mapenzi ya watu wa Marekani badala ya matakwa ya wasomi Washington, ni Ross. Hapana. Kufanya mapenzi ya Roman Catholic. Njoo Kevin Roberts. Sisi si wajinga hapa. Kufanya kazi ya Majesuiti, kupindua Protestanti. Marafiki, fikiria kwa busara, kwa vitendo, kwa busara, kwa vitendo. Yule anayedhibiti pesa kwa ukoloni anadhibiti ulimwengu. Kama tunavyosema, yule anayedhibiti chakula atawala ulimwengu. Anayedhibiti mkoba wa fedha wa Amerika, unaofadhiliwa na usiofadhiliwa, ana nguvu zote. Wakatoliki wa Rumi wanadhibiti hilo kwa sasa na wanasonga kwa fujo. Ni hapa rafiki zangu, kwa fujo. Hii ni serikali kivuli. Kila mtu anasema Russell Vought aliwahi kutumika katika muhula wa kwanza wa Trump. Nimepata klipu, nilipata filamu kali siku chache zilizopita, na katika vipindi vichache vijavyo nitathibitisha hii ni serikali kivuli na huyu ni rais kivuli. Tazama kwa makini. Anaitwa Russell Vought, rais kivuli. Oktoba 17, 2025 kwenye mtandao wa YouTube. Inaitwa ProPublica. Tazama clip ya kwanza. Ni Julai 2020 na Kula itaapishwa kama mkurugenzi. Tulikuwa na miezi 6 na rais akasema, tunahitaji muhula mwingine. Nini hawakuweza kufanya au nini hawakuelewa kikamilifu kufanya mwaka 2000 katika muhula wa kwanza? Sasa wanakwenda kufanya katika awamu ya pili. Agenda ya Roman Catholic na agenda ya Protestanti ulioasi. Mwisho wa hukumu ya upelelezi upo karibu kutokea. Sasa ngoja nithibitishe. Serikali kivuli ndiyo Heritage Foundation, Project 2025 na Majesuiti wa Roman Catholic. Tazama. Baadhi ya mengi, labda Project 2025 sasa inaweza kutokea. Hapana, haijalishi mgombea alikuwa anasema nini. Je, hiyo ni haki? Ni sawa, na hakuna shaka kwamba itatokea. Simaanishi hivyo kwa kutokumheshimu Rais Trump, ambaye anajua, ambaye ni rafiki. Hii ni serikali kivuli na huyu ni rais kivuli. Tazama kwa makini. Ninarudi kwa ace yangu kwenye shimo. Kama tungesema huyu ndiye shahidi wangu mkuu. Filamu hii, tazama hii. Kila dola ambayo Congress iliidhinisha kufadhili serikali, OMB inadhibiti mtiririko wa fedha hizo. Ikiwa ungechagua sehemu moja katika serikali ya shirikisho ili kwenda ambapo unaweza kuweka kinki katika horse na kusimamisha kila kitu, OMB kimsingi ndiyo mahali pekee ambapo unaweza kufanya hivyo. Lakini Congress ina nguvu ya mfuko.
Na hata kama kuna sheria inayosema rais hawezi kunukuu unikoti pounds kutumia jargon ya kisheria, muhula hawezi kufungia pesa zilizoidhinishwa kihalali. Marafiki zangu, Congress inajifanya kama mtoto mchanga, watoto wachanga nyumbani, chumbani, ndani ya nyumba, ndiyo, ndani ya nyumba. Cheza maneno hapo, marafiki zangu, ndani ya nyumba. Na bado tuna viongozi wa project 2025. Ndiyo wanaothibiti Congress. Serikali kivuli inadhibiti mfuko wa fedha na kuchukua kila mtu mateka. Kwa makini, clip inayofuata. Machafuko yote na kutokufanya vizuri na ukosefu wa maandalizi ambayo yalizuia utawala wake wa kwanza hautazuia utawala wake wa pili. Kula iko kabisa kituo cha juhudi hizi. Wakati wangu mwingi sasa hivi unatumika kuongoza sehemu ya mpito wa mradi wa 2025. Tuna wakara wa kina mipango. Tunaandika maagizo halisi ya utendaji. Sitaki Rais Trump apoteze muda kidogo kuwa na mapigano katika ofisi ya duara kuhusu ikiwa kitu ni halali au kinaweza kutekeleza. Na kama tukishindwa, uchaguzi hautakuwa na maana. Enzi ya dhahabu Amerika inaanza sasa. Nini? Je, ni nani anayeandika mswada kwa ajili ya Rais Trump? Rais kivuli, serikali kivuli, majesty wa Roman Catholic, vibaraka wa Roman Catholic, Project 2025, Heritage Foundation. Wanaandika amri ya utendaji. Tuko hapa rafiki zangu. Kufungwa kwa kazi ya hukumu ya upelelezi iko karibu kutokea. Hata hivyo, kabla sijaenda sehemu inayofuata, kuna yote anaifahamu jinsi ya kukata rufaa na kubadilisha amri ya utendaji? Ni lazima aletwe rais mwingine, bila shaka kutoka chama kingine. Je, unaamini hiyo inaweza kutokea? Baada ya kuwa amefanya kila kitu kuleta dini Amerika? Na kwa kuzingatia unabii wa mwisho wa Biblia, je, tuko wapi sasa? Na Kristo haendi kuongeza zaidi muda wa rehema? Je, unaamini hicho? Na muda karibia umekwisha kulinganisha na unabii wa miaka 6. Tuko hapa. Vuguvugu la mwisho litakuwa la haraka. Tuko hapa rafiki zangu. Sawa? Kama tulivyoelezwa, kanuni za Roman Catholic zitachukuliwa kwa umakini na kulindwa na nchi. Je, hicho ndicho kinachoendelea kwa sasa? Na huu uasi wa kitaifa utaambatana na uharibifu wa kitaifa. Sawa rafiki zangu, tazama kwa makini. Hapa utasikia Roosevelt akiondoka kwa kasi na viongozi vivuli wa serikali. Tazama hii. Watu wamekuwa kimsema kama rais kivuli. Je, umesikia hiyo? Hapana. Si kwa sababu hili tayarisho limesema. Hapana. Kwa sababu ya kile Roosevelt anachosimama, kile Roosevelt anachoshawishi, kile anachosema, na nani yuko naye sambamba. Hii inadhibitisha kwamba hii ni serikali kivuli. Na kabla sijaenda zaidi, ngoja tuingie katika Biblia. Je, tutaenda? Tazama kwa makini. Wapi kwa mara ya kwanza unapata serikali kivuli ambayo ilisababisha ibada ya uongo na ikasababisha mauaji na hata kujaribu kuua watu wa Mungu waaminifu? Mhubiri. Eti Mhubiri, wapi? Njoo. Tuzungumze. Wapi? Na sehemu ya kwanza kukuletea ni wakati wa Elia, Ahabu na Yezebeli. Nani alikuwa mfalme? Nani alikuwa rais? Ahabu. Lakini
Hata hivyo, nenda kwenye Wafalme wa Kwanza 21. Lakini nani alikuwa rais kivuli? Nani alikuwa mfalme kivuli? Katika Wafalme wa Kwanza 21, neno la Mungu linasema mstari wa 20, mstari wa 22. Tazama nini nasema hapa katika mstari wa 20, katika mstari wa 25. Lakini hapakuwa na mtu kama Ahabu aliyejiuza atende maovu machoni pa Bwana, ambaye Yezebeli mkewe alimchochea. Hivyo Yezebeli alikuwa ni rais kivuli, alikuwa ni mfalme kivuli, serikali kivuli. Katika Wafalme wa Kwanza 21, unamkumbuka Naboth na mizabibu yake, alivyokataa kumpatia Ahabu mizabibu, na nani aliyekuwa nyuma ya tukio hilo? Kiukweli aliandika amri ya utendaji na kutia muhuri amri hiyo, amri ya kifo ya Nebat. Hakuwa Ahabu, lakini Yezebel. Wafalme wa Kwanza 21, soma katika ukurasa wa 12. Alikuwa ni Yezebel, mfalme kivuli, malkia kivuli, gavana kivuli, raisi kivuli, serikali kivuli. Ndivyo hivyo, rafiki zangu. Neno la Mungu linasema, na kama ilivyokuwa siku za Eliya, inakwenda kutokea kabla ya siku ya Bwana iliyokuu na yenye kutisha, wakati wa alama ya mnyama. Hiyo ni Malaki 4 mstari wa 5 na mstari wa 6. Yezebeli hakujaribu kumuua Eliya katika Wafalme wa Kwanza 19, sura nzima. Ya pili, unarudi nyuma wakati wa siku za Herodias aliyesababisha Yohana Mbatizaji kukata kichwa. Hakuwa Herode, lakini rais kivuli, mwanamke tena. Herodias alikuwa anafanya kazi kupitia Salome, binti yake, serikali kivuli. Hata Herode anasema kwenye Marko 6 kwa Salome, nitakupa nusu ya ufalme wangu. Ufalme kivuli, serikali kivuli. Muda kucheza umekwisha. Na kama ilivyokuwa wakati wa ujio wa kwanza, ndivyo itakavyokuwa kabla ya ujio wa pili wa Kristo. Sikiliza sasa juu hapo. Je, mwanamke kinabii anamaanisha nini? Nieleze. Inamaanisha kanisa. Herodias, Salome, Yezebel, Harlots, Adulterers. Kanisa la kipagani, kanisa la wakana Mungu, Babeli katika siku za mwisho, upapa na washirika wake, serikali kivuli. Muda kucheza umekwisha, rafiki zangu. Kama Martin Luther alivyosema, hii hapa pia, nimekuwa nikicheza na upapa, lakini sasa upinzani umeanza. Weka alama maneno yangu. Tuendelee hapa. Kwa hiyo, haya matukio yanayoendelea yanatimiza unabii wa siku za mwisho. Serikali ya mbinguni ipo karibu kufungwa, na Kristo yupo tayari kusema imekwisha. Je, niko tayari? Kwa sababu wanaume walio nyuma ya kufungwa kwa serikali ya Marekani wanahimiza alama ya mnyama, na Kristo anakwenda kusema imekwisha. Tazama hii. Watu wanamtaja kuwa rais kivuli. Mimi ni Andy Croy, mimi ni ripota na mpelelezi wa ProPublica. Nimekuwa nikizungumzia siasa na serikali Washington kwa karibu miaka 16. Nilikuwa nimesikia jina la Russell Vought, lakini kila mara alikuwa nje kidogo ya uwanja ya maono. Na kisha nikaweka mikono yangu kwenye video hii. Tunataka watendaji wa serikali kwa asili kwa kiwewe wanapoamka asubuhi, tunataka wasitaki kwenda kazini. Alipanda mbegu hii akilini mwangu kwamba ilibidi nijaribu kujua mtu huyu ni nani. Alikataa ombi langu la mahojiano. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Wanataka kuwatia kiwewe wafanyakazi katika ngazi ya shirikisho, kuzima serikali.
Shut down the government. Shikilia mateka wa serikali kwa sababu unadhibiti pesa. Hiyo ni level kubwa, rafiki zangu. Na ngoja tushuke chini kwenye level ya kawaida. Acha raia, acha wazao wa nchi ya Amerika waingie katika majeraha. Hii inakwenda sambamba na alama ya mnyama, na hii inakwenda sambamba na utaifa wa Kikristo, na inakwenda sambamba na pumziko la Jumapili kwa sheria, ama upoteze haki yako ya kuishi, kuwajeruhi watu. Level kubwa zaidi na level ndogo. Muda wa kucheza umeisha, rafiki zangu. Acheni kucheza kanisani wa Adventista kwa mara nyingine. Acheni kucheza kanisani wa Adventista. Acha kuzulia kanisani ambapo hawalishwi kiroho. Hakuna maandalizi. Mume, kiongozi, mchungaji katika uasi, ni welevu katika uasi. Unajivika kama kahaba. Ndiyo, ni muda wa kuwa tayari. Inayofuata Roosevelt. Huyu mtu inaonekana anaongea kama mshenzi, kama dhalimu. Huyu ni nani? Anadhibiti mfuko, na upendo wa fedha ni chanzo cha matatizo yote. Kuna muda kidogo katika mojawapo ya kanda hizi katika mkutano huu wa kila mwaka, na kwa kweli ilikuwa hotuba iliyotolewa na Stephen Bannon. Na ninatambua kuna baadhi ya watu wanamhoji Trump, lakini angalia utendakazi wa amri aliotoa usiku uliopita. Na maanisha ni kama Parliament. Hiyo ni kama mkuu wa Viking amesimama pale. Sikiliza lasi. Anaweza kuwa yeye si mkamilifu sana, chombo, sawa, lakini yeye ni chombo cha Bwana. Yeye ni chombo cha Bwana cha kulipa kisasi. Sawa, tunafikiria kuhusu Bannon na kupiga kula kama wafuasi wa Trump. Unapomsikiza Bannon akimweleza Trump kama chombo cha Mungu, unaanza kufikiri kuwa Trump ni chombo ambacho votes hutumia Bannon. Je, iko sawa? Yani kwamba Roosevelt ni chombo cha kisasi cha Mungu. Kisasi kusababisha maumivu kwa watu. Haya maneno ni ya kishenzi. Sasa waanzilishi wanaenda kwenye hiki chombo na sikiliza na tazama matumizi yake. Na inagundua kuna watu ambao wanamhoji Trump, lakini angalia amri hiyo, utendaji aliotoa usiku mwingine. Na maanisha ni kama Chelmechny. Hiyo ni kama mkuu wa Viking amesimama pale. Tazama, yeye las ni chombo kisicho kamili, sawa? Lakini yeye ni chombo cha Bwana. Yeye ni chombo cha kisasi cha Bwana. Ndiyo, ni chombo cha kisasi cha Bwana. Steven alisema kuhusu Andy Cole ambaye alikuwa ameketi karibu naye. Tunapomaliza habari zake, alikuwa akisema kuhusu Roosevelt. Je, mna marafiki? Mtu aliye nyuma ya Trump ni Rais Kivuri. Yeye ni chombo cha Mungu cha kisasi katika Amerika, kuleta maumivu, kuacha watu waamka asubuhi na wasihitaji kuondoka kwenda kokote kwenye kazi, na wakienda kitandani wasifikirie kuamka. Kisasi, tazama kwa makini maneno yake mwenyewe Roosevelt. Mtazamo ni kwamba huko ndiko nchi inapotuhitaji, na hatutokuwepo, hatuwezi kuiokoa nchi yetu bila makabiliano madogo. Na hicho ndicho tunachofahamu. Na kama hawatapata wanachokihitaji, hawaendi kufungua serikali ya shirikisho. Yuko tayari kumwaga damu. Yuko tayari kwenda jela. Huyu mtu haogopi makabiliano kutoka kwa wapinzani. Wala hawajali, wako tayari kuzima kila kitu. Wa Adventista Sabato, nisikizeni. Anzeni kufanyia kazi funguo 5 za kuishi. Niko tayari kutoa mfano kwa njia ile ile ambayo nimekutazama Steve na wewe na Petro, kusema tazama watu hawa wamehesabu gharama. Sawa, ikiwa hauko tayari kuhesabu gharama,
Sitaki kutumika na wewe. Sitaki kabisa kutumikia pamoja nanyi serikalini ikiwa hamkuwa tayari ili kujizoeza kwa uwezekano kwamba itabidi ukae gerezani usiku kucha, kwamba wewe endelea kukaa hapo hapo, kwamba utalazimika kulala gerezani usiku kucha, ambapo itabidi uiambie familia yako labda wasikuone kwa muda. Hivyo ndivyo mentality pekee ambao tutaiokoa nchi yetu. Sasa tutakuwa na jeshi la watu ambao wako tayari kwa vita na wanadhibiti nchi ya Amerika kwa uchumi na kisiasa. Hata Kongresi inatetemeka katika miguu yao. Tazama hapa. Ni mzalendo wa Kikristo na maneno yake wanahitaji kuleta dini ya Amerika. Hapa, sikiliza, huyu mwanaume anadhibiti fedha Amerika, lakini pia anasukuma dini ya Amerika, na hauwezi ukafanya hivyo. Pesa na ibada, pesa na ibada, hivi vitu vyote vile vikiungana vinatengeneza alama ya mnyama. Ufunuo sura 13:15 mpaka 17. Kazi ya hukumu ya upelelezi mbinguni iko karibu kufungwa. Je, niko tayari? Je, uko tayari? Kwa hiyo nataka kuhakikisha kwamba tunaweza kusema sisi ni taifa la Kikristo. Na maoni yangu ni kwamba labda ningekuwa taifa la Kikristo. Hivyo ni karibu sana na utaifa wa Kikristo. Je, tunaweza ikiwa tunasikiza tena? Na hivyo ndivyo anavyosema wanakwenda kuiokoa Amerika. Nimesikia hii kabla. Na wale wachache walio pamoja nami wapi katika Biblia ambapo mlizo katazama wanaume walisimama wakisema ni lazima tuokoe nchi yetu, lakini katika kufanya hivyo walialibu watu wa Mungu waaminifu na watu katika mpango huo. Weka hayo matukio katika komenti, nitakuja tena. Tazama kwa makini. Na hiyo ndio aliyozungumza, lazima waiokoe Amerika. Sikiliza. Kweli ana maono ya kubadili mwelekeo wa historia ya Marekani. Lazima tutimize wajibu wetu kwa mwendo wa nchi hii kwa uwazi kabisa, kwa ajili ya mwendo wa ustaarabu wa magharibi na kwa kipindi cha historia. Je, wanapenda kufanyaje? Sawa. Yohana 11. Asante kwa ajili ya comment. Yohana 11 na mstari wa 47 mpaka 53. Lazima tumsulubishe Yesu, na hicho ndicho alichokutazamia ili kusudi waweze kuokoa taifa. Na hiyo ndilo tutazamiwa kwamba tumuue Elia ili kusudi tuweze kupata unafuu kutoka kwenye njaa na ukame, ili kusudi Mungu aweze kuibariki nchi. Ngoja tumuue Elia. Je, umesahau kusicho? Yesu na Elia walitazamia kuondoa kichwa cha Yohana Mbatizaji ili kusudi wasiwepo watu ambao wanakwenda kinyume na sisi. Ngoja tuokoe nchi yetu. Je, watafanya nini kwetu? Je, wanawezaje kubadilisha mwenendo wa Amerika ili kusudi waweze kuiokoa Amerika? Ibada ya Jumapili kwa sheria. Weka screen hapo juu. Hii ni idara ya wafanyakazi. Nini rafiki zangu? Mungu turumie. Na jina la hii idara inaitwa Trouble. Inatuonesha janga la alama mnyama. Wapingaji hoja wa watu wa Mungu hadi mtu wa Sabato, siku 6 mtafanya kazi na kutenda mambo yenu yote na kupumzika siku ya 7. Kwa kawaida huitwa Sabato, siku ya 7. Sasa viongozi katika idara hii ya Marekani wanasukuma sheria ya Jumapili, ibada ya Jumapili kwa sheria. Tazama kwenye screen. Inasema, sikiliza. Mradi wa Firewall ni juhudi zetu kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa Amerika wanakuwa na uhuru katika ndoto ya Marekani. Na hii haiendi kwa rahisi, lakini kwa wanaopambana na ndoto za Marekani wanapambana na hili kwa nguvu zote. Na nukuu, kila Jumapili asubuhi pumziko kwa wafanyakazi. Kila Jumapili asubuhi. Kwa nini Jumapili asubuhi?
Picha inatueleza maneno mengi. Familia, Jumapili ya kisheria kwa familia. Wanakuwa kanisani siku ya pumziko la Jumapili. Hivyo familia inaweza ikaenda kanisani Jumapili. Sio? Tazama kwa makini. Ni nani wakili wa idara hii? Jonathan Bell. Je, ana linki kwa kitu gani? Kwa project 2025 na Kevin Robert Lawson Votes. Ni pesa pamoja na ibada ya Jumapili kwa sheria. Je, nadhani picha kubwa ni nini? Je, tuna uzaji Amerika kwa maono haya ya kazi ni nzuri na takatifu na pia basi sisi ni nini tunafanyaje? Tunafanya nini? Wewe ni nini siku ya kwanza ukipeleka kwa katibu wa kazi? Wanahitaji baada ya Jumapili kwa sheria. Rafiki, siende kupray tena hii clip na kuna kufunga. Mara nyingi nilipray hii video. Jonathan Bell sasa ni kiongozi kama alivyokuwa kwenye department ya labor, mwanasheria mkuu, msemaji mkuu, wakili katika idara hiyo kama alivyokuwa kwa Constantine. Ibada ya Jumapili kwa sheria. Kevin Robert anasukuma ibada ya Jumapili kwa sheria. Nitapray hiyo clip. Kuwa na wakati kwa maana sio tu kupumzika kwa maana kujiepusha na kazi, lakini ni kupumzika ili kusudi kuwa na wakati na Mungu, yani muda wa kumwabudu Mungu, kupumzika kwa muda na jamii. Na hawa wanaume wanakwenda sambamba na project 2025. Lawson Votes ni mmoja ambaye anajumuisha serikali kivuli, rais kivuli. Hapa ni Kevin Robert. Kwa haraka anashabikia nini? Papa aliyekuwa sasa na waraka wa Renam na Varam, na hiyo waraka unasema kila nchi inaanzia Marekani kukuza sheria ya Jumapili kwa wafanyakazi. Kwa nani? Kwa wafanyakazi. Na hii ndio ilikuwa imewekwa katika department ya Marekani ya wafanyakazi. Lazima pumzike kila Jumapili asubuhi. Kevin Robert, njoo hapa. Kevin Robert anashabikia Renam na Varam. Tuko hapa rafiki zangu. Nchi lazima ilazimishe kwa haraka. Liko hapa rafiki zangu. Wafanyakazi, watu kupumzika na kuabudu katika Jumapili kwa sheria. Na hiyo itakapotokea, sikiliza kwa makini, alama ya mnyama itakuwa imeshaamliwa. Yesu baadaye ataleta mapigo na kusema imekwisha. Serikali ya mbinguni inafungwa na hekalu la mbinguni inafungwa na mlango wa rehema kufungwa. Na leo ni Oktoba 22, 1844. Haraka maana yake kulazimisha. Haraka maana yake kutumia nguvu. Tunakwenda kulazimishwa kutunza Jumapili kwa sheria. Tutalazimishwa, ndiyo, ziko nyaraka mbili. Tutalazimishwa kutunza Jumapili kwa sheria. Mlango wa rehema unafunga kwa haraka. Na ndio maana katika siku ya leo sijachagua kuzungumza kuhusu kufungua kwa hukumu ya upelelezi. Oktoba 22, 1844. Siku ya kumbukumbu ni leo. Lakini kuhusu wakati wa kufunga kwake, na dalili ziko wazi na ipo karibu kufungwa. Anza kutumia funguo 5 za kuishi. Je, hizi pointi kwa leo zimeleweka mpendwa? Rejea kwenye screen. Ndoto ya thamani inayopiganiwa. Ndoto katika Biblia ni sawa na maono. Maono pamoja na ndoto humaanisha unabii. Ni unabii unaopiganiwa. Ibada ya Jumapili kwa sheria. Kwa neema ya Mungu tutaonana kesho katika msululu huu wa nguvu wa mchana saa 6 mchana. Haya mambo yatakapotokea, siamini kama tuko tayari.
Umeweka nyumba yako katika mpangilio. Acha kucheza kanisani rafiki. Vuguvugu la mwisho itakuwa la haraka sana. Muda sio mrefu hatutasikia tena hii sauti ya tarumbeta ikiita, kuwa tayari na kuwa tayari na uandae wengine kuwa tayari. Upinzani bado unaendelea. Maranatha. I have set my mind on sin freeness, on sin freeness.